And this growth is initial stage of cancer. So because neuron moja tu inakuwa accepted, zile neurons zingine zinakuja pamoja. Na when your heart has no thankfulness, unakasirika. Na ukikasirika, hizo neurons zinatengeneza kitu inakaa mpira. Na hiyo kitu inakaa mpira ndio the first stage of cancer in your life. So when you rejoice, they spread, they move. That's why from the book, not even from the book, that's why when you go to the hospital and you are diagnosed with cancer, the first initial stages, daktari anakuambia kwa nini? He won't try. Brondia. Hakuna treatment ya cancer. So now daktari atakwambia kitu imeandikwa the book of Thessalonians chapter 5 verse 16. Open Thessalonians, 1 Thessalonians 5 verse 16. Inasemaje? Biblia inasemaje? First book of Thessalonians. What does the Bible say? Inasemaje? Verse 16. Are you there? Ama ni second? First inasemaje? 3? Yeah. Always means even wakati haujaajiriwa. Furahia. Haujaajiriwa dole sitajiriwa. Furahia. Wakati hakuna allowance, dole. Unaposti kwa mtandao. Unafurahia. Biblia inasema furahia siku zote na tena nasema furahia katika Bwana. Na that's why daktari ana ndawa anarudi kwa anakwambia usikasirike, kuwa unacheka na ufurahia. Ukienda ukiangalia WHO, World Health Organization, that is the treatment of cancer. Ikiwa katika first initial. Akifurahia neurons zinaanza kusambaa. Make growth. Amen? That's how people die. Watu wale wanakufa kwa sababu ya pressure ni kutocontrol their sanity. Amen? Na kila kitu iko kwa Biblia. Hakuna kitu daktari anayetengeneza hapa duniani. They take everything from the Bible. Na every ugonjwa, every disease is in the Bible. That's why you should know word of God, word by word, sentence by sentence, chapter by chapter, and a book by book. Wewe ukasema Biblia inasema wapi? Chapter gani? Hata Yesu aliambiwa jitupe, imeandikwa. Yesu alijua maandiko. Hata alikuwa anamjibu shetani akamwambia imeandikwa. Na wewe ofisa alikwambia kwamba sioni ukifaulu maisha yako. What are you supposed to do? Unamwambia imeandikwa. Mungu ako na mipango mema kuhusu maisha yako afanye. Wewe ni nani? Between you and God. Ni nani atasikiza sauti yako ama ya Mungu? That's why so many people are discouraged because they don't know the Bible. They don't know what the Bible says about themselves. But the Bible says, and whatever you do in the word or deed. Hamkeni, mkisikia hamkeni, na ukiambia watu amka twende tuingie kwa gari, Biblia inasema useme ukiwa unamshukuru Mungu. Sasa mimi naingia gari nipeleke course. Sasa hivi tukisema muende Kenya Medical Training College, mtaenda? Kama utaita inua mkono. Na Biblia inasema mshukuru. That's why I believe in mwana wa Yesu. Hallelujah. Sasa sisi ni antichrist. Antichrist ni mtu yule anakatana na neno la Mungu. So hakuna tofauti ya wenye dhambi na sisi. So tunafaa tuokoke leo ili tutii sauti ya Bwana. Kwa sababu soma verse 16 of first book of Thessalonians chapter 5 verse 16. What does the Bible say? All the time means all the time. Sisi msichana ukichumbiwa na kijana mfulana,
kijana fulani akikuja kwambie anataka muone, si umefurahia that time? Wakati atakapokuja kwambie ninaona sio wewe unafaa kuoa, pia unastahili kuweka pati na mnashukuru. Mnaweka pati na unaenda marafiki wengi. Unawaambia mimi nilikuwa nimeposwa na huyu na ameamua kuniacha. Na mimi nimeamua kumwachilia ndani ya moyo wangu tukikunywa kasoda. Pana delete namba yake. Kwa sababu Biblia inasema furahia siku zote. Na tena anasema furahia. So mjinga ni yule anakuta namba na anamblacklist. Kwa sababu yeye anatii sauti ya baba yake ambaye ni shetani. Sasa mnaona tunafaa kuokoka leo. Mambo ingine inaenda mbaya kwa sababu sisi tumekatana na neno la Mungu. Biblia inasema ukiumwa na tumbo furahia, na wakati haumwi furahia. Amen? Ni kwa sababu ni siku zote. Kuna mtu yeye anjali maisha ikiwa mazuri na maisha ikiwa mabaya, kwake ni sawa sawa. Huyu ndio mtu ameshika pindo la nguo la Yesu. Huyu mjamaa alishika tu pindo kwa sababu alijua saa zote. Hata mwimbaji akaimba siku zote saa zote la la la. Inaendaje hiyo wimbo? Inaendaje? Siku zote kila siku kila saa uaminifu. But wale wanaimba hawaamini chenye wanaimba. Wajua kuna tofauti ya kusikia na kuamini. Na kuna tofauti ya kusoma Biblia, kuelewa Biblia na kukubali Biblia. Mwimbaji anaimba kila siku kila saa uaminifu Bwana. Naye anamulika, hii imekaa sana, sijui ya kucha. Na unaimba wimbo lakini hauamini chenye unaimba. Imekaa sana, na baada watuelewi, kama hata hakatuelewi, kanakaa hapo mbure. Lakini hapa unaimba, unasema kila saa mwaminifu Bwana. Sasa wanatuambia twende nyumbani hiyo mwezi mmoja, sijui inaenda haje. Wewe unaamini chenye unaimba na unaimba chenye unaamini. Sasa wewe umewahi poteza mtu katika maisha yako? Kufa. Umewahi? Nani? Sasa hiyo ndio unafaa kuongea kwa unastahili kuongea kwa nguvu. Kauja kula mchana. Nani? Mpale. Unisikiaje? Sorry? Nilikuwa hapa. Unisikia uchungu? Ya kwa sababu wewe ni kama shetani. Shetani anakataa neno la Mungu. Na Biblia inasema furahia baba akikufa, furahia mama akikufa. Kila saa furahia. All the time rejoice. I say when my mom has gone. No. Every now and then. Kila saa. Siku moja nilikuwa natembea pale Nairobi, tembelea katika pavement, ikiwa pande hii. Gari katoka tu on my left, ikagonga hii mguu yangu ikavunjika. Ikavunjika kabisa, ikakatika. Hivyo katika nikaanguka hapo chini. Sasa watu wakasema kilikuwa naomba kafurika sana. Anakuja kachapa yule, wale watu walikuwa wanasema anajifanya. Najua watu Nairobi wanafanyanga hivi ndio wanapewa pesa, wanaamuka kuna mahali wa mbele. So mwenye gari nasema waje nipeleke mpaka Kenyatta Hospital. Huyu madam akakataa. Nasema ya kwamba si mlikuwa mnasema anajifanya, tulikuwa ofisa wao. So akakumbali na nikapelekwa. Nilipopelekwa akasema kwamba nimekujika Mungu. Sasa walipokuwa kigombana nikasema we need to thank God for everything. Hallelujah. Sasa watu wanashinda kichwa yake ni mzuri. Badala ya ungane na sisi tukasie hawa watu, yeye anasema tufurahie. Because Biblia inasema rejoice all the time. And I say again, rejoice. Because everything happens with reason. Kila kitu inafanyika kukiwa na sababu.
Amen. Na huo mwaka niliuawa na nikawekwa chuma. Na nikatembea, nikaenda Asia, nikaenda continent mingi sana nikiwa na chuma. Lakini wakati nilikuwa mkamilifu, si kuwa nimeenda mission mingi kama that time. So, kumbe Mungu aliruhusu Mungu yangu ivunjike ndio akili yangu ya mke. Niache kuangalia Africa. That is the time nilienda different continent to preach the gospel. Na that is the time nimetembea sana nikiwa na chuma. But mwaka uliopita nimekuwa kiwete for 3 years. And I was rejoicing all the time. Amen. You should rejoice. Lakini mwaka uliopita Mungu akaona sio vyema niendelee kuwa kiwete. Na hiyo chuma ikatoka. Today I'm walking. Na pia nafurahia kwa sababu mimi niliungana katika ulimwengu wa uwete kwa miaka kama 3. Nikaonja. So, Mungu anaweza kuruhusu mambo kama hayo ili ashake your faith. Haoni imani yako. Ni nani unamtumikia? Yesu akawa anatembea akapata wanafunzi. Kuna mtu alikuwa mgonjwa. Kuna mtu alikuwa na shida. Wanafunzi wakauliza, je, ni nani aliyefanya dhambi? Ni mama ama ni yeye? Lakini unajua Yesu alijibu aje? Yesu aliwajibu aje? Hamjui? Kanisa ya Reverend watu hamjui. Yesu aliwajibu, waliuliza nani alifanya nini? Dhambi. Ni mama ama ni yeye? Na Yesu aliwajibu aje? Alijibu aje wapendwa? Haikuwa mahubiri, umetuletea mahubiri na ulianza vizuri sana. Ubeani mambo ya kale. Hizi ni vitu gani umetuletea? Biblia inasema furahia siku zote, saa zote, dakika zote. Hatutajibu tutarudu. Nothing you can do. But I know somebody somewhere anabarikiwa. Yesu alisema mama hakuwa na dhambi. Na pia yeye hana dhambi, lakini hii Mungu aliruhusu ndio utukufu wake waweze kufanya nini? So, hakuna mahali mmekosea wapendwa. Hii yote inakuwa delay ili Mungu aweze kutukuka. Ili siku moja mkae hapa muwe na shukrani. Na mioyo yenu iweze kuwa chini. Wajua Mungu anajua kufunja moyo wa wanadamu. Na anatumia njia zozote. Umemokiwa sana na vijana wenzako. Hata moyo wako umeinuka ukisema kwa nini usiache hii ufanye hili. Lakini ambia moyo wako God allowed it to happen. And whatever you do, Biblia inasema give thanks to God. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. Only God. Only God. Let your request be made to God. Praise the Lord, church. Amen. Hallelujah. Amen. Not the people, not company commander, not director, not the president, but to God. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. First book of Thessalonians. Hallelujah. Amen. God's reason for us to give thanks because He is mindful of us. He is mindful. Anajua. Number 2, He sent His Son. Alikuja hapa duniani ili achukue machungu yako yote. He supplies all our needs. He will supply your payslip. He will supply your provision. He is the supplier. He is the chief supplier. He created us. He is the one who created us. He knows everything in us. He is also merciful. You said that He died for us. He first loved us. He gave us a chance at eternal life with Him. He also protects us. He protects our life. Amen. Amen. Praise the Lord. The reason is why we should give thanks to Jesus. It is because He gives us everything. Everything, including everything. Mercy turns over judgment. Many times we go astray, but Jesus gives us mercy. The church, He has made you to be a church. You yourself, you are a church. And the light should be seen by others. Amen. Amen. The word of God is able to take you where
The words of the people cannot take him. He answered our prayers. All the time, he always answers. At his own time, not your time. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. He keeps his promise. He said, and he said that he will promise you. He promised you that he will bless you. Jeremiah chapter number 21, chapter number 29, verse 11. He said the plan he has for you is good plans. And these are plans to prosper you, but not the plans to harm you. He heals us. He heals our hearts. You see, we have 3 types of healing. He heals us our physical appearance, the body. He heals our heart. The most affected part of human being is the heart. Moyo wako umekuwa so affected, umekuwa so discouraged na mambo mingi, but he is the one who heals our hearts. Praise the Lord. God, remember, he will never forget us. Amen. Remember that God, he gives all things, and everything is good in him. Hallelujah, church. Praise the Lord. To keep our problem in perspective. You see, God allows the problem, but he gives the solution to our problem. He keeps us from sinning. We are not falling, but when you are the one wamekata why. But today you are here. He's the one who has kept you. Praise the Lord. He is there also to help you to see where you cannot see. Praise the Lord. God's key to being thankful is you have to pray, study the Bible, thank him all the time, obey his word. Akisema furahia, mtu alikufa usikasirike. Change your perception, the way you see things. And the same thing you see, they will change. Hallelujah. Count your blessing, not your problem. Wajua ilienda hivi, wale wako mbele yetu, sasa wako model 2. Wacha nikwambie, stop counting your problem, count your blessing. Hallelujah. Wajua Mungu anaweza kukuinua. Wewe unafikiria ya kwamba utaenda level 1, level 2. Mungu anaweza kukuinua kutoka level 1 kupeleka level 5. Hallelujah. He who knows you is God, not you, not your employer. Be a good steward. Preach the kingdom of God. Hata kama katika hali gani. Surround yourself with thankful people. People who give thanks. You see, there are people who will never see any positive part in your life. All the time they will discourage you. Even if you do what to them, they will tell you put click. They will never see any positive part of your life. The moment you subtract these negative people who send happiness out of you, the moment you subtract them, the moment gives you people who gives you hope, who can uplift you when you are falling. Amen. You should not fix your eyes or focus your mind with things which were spoken and hurt you. Those things, they will never benefit you. The most important thing is you surround yourself with the people who gives you hope, with the people who gives you future. Praise the Lord. Amen. Because God is God of hope. You better lose everything, but in your life never lose hope. Because hope is everything in our life. Surround yourself with the people who are ready to see positive part in your life, not the people who see negative part of your life. And that's how you should thank God. Serve others as Jesus served us. God's key to being thankful. Hallelujah. Remember to balance trouble and blessings. Isaiah 41:10. Let us read Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. What does the Bible say? Tusomeni. Kila siku na kila saa Isaiah 41:10 says, the Bible says, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Brothers and sisters, I'm not the one saying this, but your Father who knows your weaknesses, who knows your ability, says, don't
fear anything. Even when others are going to believe, don't fear anything. All what you need is to balance your troubles with your blessings. Balance them. See what God has done. You see, achelewi. Bwana Yesu apewe sifa. Even wazazi wanaweza kudisappoint. Wewe unafanyanga nini? Kuna siku moja nilipigiwa simu, nikaambiwa kuna kijana anajengeanga mahali fulani hajawahi enda shule. I think that lady is here. Na huyu kijana nikampigia simu akaniambia mimi niko tu najengea taifa mahali fulani. Na nikaongelesha wazazi nikawaambia hao watu wako sawa. It is also good to communicate to our parents and tell them where we are. Hallelujah. Na sijui kama msichana alikubali kufanya course, sijui kama hapo hapa, I think she's here. Hallelujah. Ni kwa sababu even your parent can discourage you. Juzi nilipigiwa simu na mzazi akaniambia kijana yangu alipata course fulani na sitaki afanye hiyo course, nataka afanye nyingine. Nikamuuliza wewe ndio utamfanyia mtihani? Wewe unataka afanye ile unataka? Wewe ndio utamfanyia mtihani, wewe ndio utamsomea. Nikamwambia it is good to advise your child and give your child time to choose. Because yeye ndiye anasoma, sio wewe unasoma. So sometimes if you don't take care, people will take care. Remember the spiritual blessing you have. Revelation chapter 1:3 speaks about heavenly blessings. Mtu akisema ya kwamba umepoteza time, mwambie ya kwamba Mungu achelewe. Remember who your father is. Your father cannot ashame you. Praise the Lord, church. Remember who your Savior is. Hallelujah. Remember the all prepared for you. Praise the Lord. Remember the church you are breathing. Even wakati mlipokuja hapo mlifurahia, nilisikia mkiimba nyimbo. Lakini kuna watu ambao hawakuji kukusanyika na nyinyi, ambao wametoka Gilgil na Naivasha. This is the thing you should stick together and move together. Hallelujah. Kuna watu hawawezi wakawaelewa, lakini nyinyi wenyewe mnaelewana. That's why wengine wameanza kuulizana hapa kwa hapa. Na wakataza na waambia ajaribu kuoana hapo hapa. Sababu mmekaa sana, sasa mmezoeana mpaka mnataka kuoana hapo kwa hapa. Hata gari unataka ukae karibu na ile kiti hapo. Utachoka. Fungua macho yako uone pale. Hamuta postiwa hapo mahali hapo. Mwingine ataenda Amerika. Fungua macho. Haleluya. Sababu na mkianza kuchumbiana hapo kwa hapo mtaanza kukwasana, kwanza utaanza kumuona akiwa shetani. Hapo ndipo discouragement zinaongezeka za kutopata kosi na kutesewa na mchumba. Because you muelewi, nyote mapato ni the same. Na huko na mtoto nyumbani, unataka atekiwe kia. Ask yourself, is it the right person? Is it the right time? Because let me tell you, 90% of discouragement ni mambo ya kuona kuolewa. In fact, what you are supposed to do ni kuwa na mkutano. Kuna mahali hapo kumalizia darasa hili. Watu wafunze hii mambo ya kwa sana. Watu wamekwa sana mpaka wanablokiana simu. Nani alikwambia upendo na mtu mnajenga? Kwani macho yako ilikuwa ikifunga? Au kuona Yata, au kuona Mafoloni, au kuona Kenya Navy, au kuona KK Security, au kuona Wellco Security, au kuona Gali, au kuona Airport, wewe uliona tu hapo. Basi wao wengine mtu anashindwa kulala kwa sababu anataka wakae tu throughout. Huko na discouragement na anakuletea discouragement. But hao watu wako Kenya, wako Amerika. Kenya hizo vitu haziko. Hallelujah, church. Remember the church. Remember you are breathing. Wewe ni kanisa takatifu. Hii mambo ya kushikana na wewe ni kanisa. Na ni kanisa teule la Bwana. Inakuongezea uchungu ndani ya uchungu. Sio wewe, wow, nenda mwambie hivyo. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Remember to live in today. Don't live tomorrow. Live today. Today you have what you have. Don't mind about tomorrow. Tomorrow it will worry. It will mind about tomorrow. Don't live for tomorrow. Live for today.
Chakula ile wana wa Israeli waliambiwa mkule saa hiyo. Lakini wengine wakiwa na kimbelembele kama NYS ya Australia walikuwa wanaweka kwa sanduku. Asubuhi wanapata yote mmoja. Mimi Mungu anataka uishi sasa hivi, sio kesho. Wachana na mambo ya kesho. Wachana na hiyo ngari. Vile ngari itakavyokuwa Mungu ndiye anajua. Ile mashini utaendesha Mungu ndiye anajua. Yes. Wacha kuishi unajua hizo expectation kubwa sana. Na unataka mchumba akae hivi, aongee hivi na hajui kuongea. Si mfunze kuongea. Unataka yule hapo sawa. God will give you 98% ako mbaya. 2% ndiye ako mzuri. Sasa wewe kama unataka yule mchumba 98 ako sawa, 2% yako akue mbaya. Let me tell you, you are there with iron shape one and iron. Yes. So lazima awe 90% ni mbaya. 10% ndio Mungu amemuumba. So unakuwa na so much expectation, nataka payslip, nataka ikuwe hivi. Yaani let me tell you, kama asubuhi umeamka na umepata chakula na umekula, shukuru Mungu. Yes. Ya kesho Mungu ndiye anajua. Amen. Na hiyo ndio inafanya watu wengi wakosa kuwa na shukrani. We are in shukran service. Shukrani imekosekana kwa sababu watu wanaona mambo mingi Mungu hajawatendea. Lakini Mungu anasema nimeshawatendea. That's why tunasema remember to live today, not tomorrow. Amen. Hata kama mtu atakuacha, hata umfanyie nini atakuacha. Wacha nikwambie, vijana mnakosa kulala. Kwa sababu mtu unamkatia, mtu unamwandikia ako online na unaona ako online. Na ukimwambia hi baby, hi, mpaka 20, no response. Uliachwa, kumbali uliachwa, ulilia na ulie. Ukiwa kwa kitanda. Lia tu na kumilia roho yangu, majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu. Bwana naomba mwambie akusaidie na mtu wa KK security. Mwambie akusaidie na umshukuru. Wengine ukienda kwa bara usiku huwa anapitia pale nikikuja maombi. Unasikia kwa mablanketi na watu tulikuwa tunafikiria ni miwa wanakula. Kumbe sio miwa wanakula kwa blanketi. Wanalia vile walifanywa. Shukuru Mungu hata ukiacho. Sababu watu wataolewa. Na mtu akuacha atakuacha hata ukimpeleka wapi. Wanaume ni kama chui, ni kama simba. Yani ni watu wajinga sana. Hivyo ndivyo tuko. Tuliumbwa hivyo. Wanaume ni kama wanyama. Ni wanyama wajeni ni wanyama wanaume. Lakini Kenya wanaume wa Kenya wako sawa. Especially wanawake wako sawa. Hapa kwetu hatuna shida. Lakini United States of America, you people you have to change. Kenya tuko sawa. Hivyo ndivyo wanaume walivyo. Lazima muelewe. Na ushukuru Mungu wale Mungu amewapea. You can't change them, God is the one who can change them. Mwanaume yule ambaye anajua Mungu hatawahi kusumbua. Na hata akikusumbua mtakuwa na solution. Lakini yeye akusema anachukua mtu ambaye hamjui Mungu nitambadilisha, ndio inaletana kutokuwa na shukrani katika maisha. Tambadilisha lini? Ni wapi anataka kubadilisha? Amen. That's why Yesu akaambia wanafunzi chunga sana watu. Watu wanaweza kuleta stress katika maisha yao. Na mko hapa kwa sababu ya watu walikaa wakaandika memorandum of understanding. Wakasema na mwingine alitaya na mwingine akakuja. People can put you in the problem. People can take you out of the problem. People can leave you in the problem. 3 things. Number 1, thank God for people who put you in the problem. They are very important. Number 2, thank God for people who will come, see you in the problem and leave you in that problem. Amen. Thank God for those people. Number 3, thank God for people who come, see you in that problem and take you out of that problem. All people, all of them are okay. Kama huyo angekuweka kwa shida, huyo angekuacha kwa shida. Na huyo angekutoa kwa shida. Na tungekuwa tumekaa hapa, tungekuwa na wengine. So nashukuru Mungu sana kwa sababu ya aliyeenda, alikuacha kwa shida. Nashukuru Mungu kwa yule ambaye amekuja, pia
amekuona na amekuacha kwa shida. Na ninashukuru Mungu kwa yule ambaye anakuja kutoa kwa shida. Hakuna mmoja ambaye ni mbaya. Biblia inasema thank God all the time. The first person, the second person, and the Savior. Amen. Judas Iscariot, yeye nani alimfitini Yesu? Nani alimfitini Yesu? Who did? Hasa tulikwambia usihubiri na hatutajibu. Hii sio mahubiri, hii ni kuongea. Nani alibetray Yesu? But imeandikwa kwa Biblia sio Judas Iscariot, alikuwa shetani. Na shetani akaingia ndani ya roho ya Judas Iscariot. Sio yeye alitumiwa na shetani. Soma vizuri, hakuna mahali nasema vile nasema. So, Mungu uruhusu mambo katika maisha yetu ukiwa na sababu. Amen. Na kama utaona shida au Mungu, hiyo ni kumaanisha kwamba utakuwa na stress katika ulimwengu. That's why Judah, yeye baada ya kusikia sauti ya shetani akafanya. Shetani alikuja tena akamwambia kwamba jinyonge. Na akajinyonga. Judah aliambiwa na shetani. Kwa hivyo shetani ndiye analeta mawazo ndani yako ya kwamba uliacha. Hakuna mtu alikuacha. Shetani ndiye analeta mawazo ndani yako, anasema wengine walikuwa wamefanya mambo tu na wewe hata uje heka. Wewe uko sawa. But anayeleta sauti hizo zote zinatoka shetani. And that's why Biblia inasema vizuri sana, linda sana moyo wako kuliko vyote vingine. Moyo wa mwanadamu uko na ugonjwa kwa kufanya nini? Moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu sana kuliko vitu vyote, na uko na ugonjwa wa kuficha. Hata sasa hivi mnataka kumaanisha mtu shida uko nayo, unataka kuficha. Unasema uko sawa na umeachwa kwa mchumba. Na ninajua uko sawa. Najua umeelewani na uletei pasta, umwambie pasta hiki kimtu atuelewani. Kuja na yeye mshike mkono. Kama alikuuliza uliambia mzani gani? Na alikuchezea. Sasa si ukachezewa chele. Haleluya. Amen. Shukuru Mungu akikuacha. Shukuru Mungu kwa sababu mwingine atakuacha. Wakati utakapoachilia, Mungu atakuletea the right thing. Yes. That's why Mungu anataka uachilie hiyo mawazo ya kusema kwamba ati tulisahaulika. Wakati umeachilia hiyo mawazo, ndio Mungu anaachilia. Unajua today we are discussing in one of those hapa sasa. Niambia najua sijui hata wewe kama tumeachilia. Ndio tulianzia kwa sababu tulikuwa tunataka kura zipigwe vizuri. Na naona kura ni 20. So hata this time sijui kama tulikuwa tunapanga. Hiyo ni mawazo yake. Kuna mawazo ya Mungu na kuna mawazo ya mwanadamu. Hata ukikata kwenda juu, nenda pande. Wakikata kwenda pande, nenda juu. Usiwahi kukana na mtu hapa. Wakikuzuilia kwenda juu, tambaa. Wakikuzuilia tambaa, nenda juu. Watu wakikuhurumia, unashangaa, mnanihurumia na mimi niko na amani ndani ya moyo wangu. Hata kama imechelewa, Biblia inasema even though it shall pass, it shall surely come. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You see, I can give you a testimony with one of you ambaye alitoka katika familia ilikuwa mbaya sana. Mateso mingi. Alienda akasoma 2 years in secondary akijilipia school fees. Yeye. Na kwa sababu alisoma only 2 years in secondary, alipata grade ambayo ilikuwa mbaya. Angeweza direct kwenda university. Na yeye alikuwa anataka kuwa lecturer, kuwa mwalimu wa walimu. Na alipomaliza form 4 akaenda National Youth Service. Na alipoenda pale alipitia shida na machungu, lakini akawa mchungaji. So alipata fedha kwa kila mtu. Baadaye alipopata pesa akaenda akajilipia akachukulia certificate yake. Na wakati serikali ya Kenya ilikuwa inaajiri aka-apply, na kwa sababu kwao alikuwa mtu mmoja tu akachukuliwa akawa officer. Na akaendelea akasoma mpaka akawa lecturer. Lakini akiangalia ile background alitoka, hakuwezi kutoka mtu kama yeye.
Ametembea mataifa mengi sana akihubiri injili ya Yesu. Look up here now. Just look up here. Last week, but one, I think there was a statement which was in the media. And it was not good. It was not good. It was a suicide case. And this is what happened. This is what happened. This is 2020. Dear man, it's with every act that highlights you this much, knowing the amount of the pain it is going to cause you. Okay? Man, I want you to know that I love you here, and I will ever love you. If I'm given the opportunity to live again, I will still choose you as my man, and our family will still be my place of God.